tulitegemea CNN ituoneshe media hiyo kwamba hawa hapa polisi wanazika watu hawa hapa, au watu wamebeba bunduki, au watu raia akiwa wanazika watu. Satellite gani inaonyesha upande mmoja tu na watu walishazikwa kwa mujibu wa taarifa yake? Watanzania tutumie akili, tuchanganue vizuri taarifa hizi na mjue kwamba nchi yetu inapiga hatua kiuchumi. Nchi yetu ina miradi mikubwa ambayo inaiendesha yenyewe kwa pesa zake za ndani. Hili haliwezi kupendeza kwa mabeberu wenye nia ya kuchafua nchi na kudhulumu rasilimali za hapa. Hawawezi kufurahia hilo. Lakini taarifa ile ukiangalia, anasema nguvu nyingi ilitumika ya polisi dhidi ya raia. Nilitegemea mimi kama chombo kikubwa cha dunia ambacho kina wataalamu wazuri sana, kingetuonesha basi hata uwiano kwamba tazama, raia mmoja hana silaha, amenyosha mikono kujisalimisha, polisi 10 wa silaha wanamshambulia. Tulitegemea hivyo ili tuone sasa matumizi ya nguvu yaliyokithiri ya polisi dhidi ya raia. Ndugu wanahabari na Watanzania wenzangu, nyote mlikuwepo na mliona. Mlitegemea jeshi la polisi na vyombo vingine vifanye nini hali ya kuwa umma wa watu umesongamana, unakwenda unaunguza vituo vya mafuta, wanaingia madukani wanaiba, wanaua watu? Na hapa nitoe ushahidi. CNN kuna raia wameuliwa na waandamanaji. Hasemi upande huo kwamba waandamanaji wameua watu, hasemi. Kwa mfano Dar es Salaam, eneo la Kibo, siku hiyo ya vurugu, dada mmoja ambaye anaitwa Bi Claudia Peter Masawe. Claudia Peter Masawe mfanyakazi wa Vodacom ambaye alikuwa anafanya duka la Vodashop Mlimani City pale. Mida saa 11 anarudi, amevamiwa, ameporwa begi lake na wale vibaka, ameuliwa. Tarehe 19 alijeruhiwa, akaumia, akapelekwa hospitali ya Bochi, Dar es Salaam. Tarehe 19 amepoteza maisha. Tulitegemea CNN ionyeshe haya kama ingekuwa ni fair, kwamba yako madhara wamesababisha waandamanaji. Lakini tuambizane vizuri, yuko askari mwingine ameuliwa, askari ASP Rajabu, nyumbani kwake maeneo ya Vingunguti pale, na alikuwa ni afisa magereza wa Mbarali. Kauliwa, wanasema huyu ni askari. Taarifa zipo. Mbona hii CNN haisemi? Hiyo ni mifano michache. Kama kweli CNN ingekuwa ni chombo cha uhalali, chombo cha nia ya kuonesha madhara yaliyotokea, tulitegemea kionyesha na upande wa pili kwamba haya pia yaliweza kutokea. Huyu mke aliyeuawa na hawa waandamanaji ni mke wa Bwana Anochiche Mgaya. Mke anaitwa Claudia Peter Masawe, mume anaitwa Bwana Anochiche Mgaya. Hospitali ya Bosch 19 pale mtu kafariki, wameenda kuzika kwao kule kaskazini. Lakini CNN anasema kwamba maandamano yanatokana na wananchi hawakubali serikali yao. Huu ni uzushi. Tulitegemea chombo kama kile cha kimataifa kitupe takwimu, kituambie kwamba kimehoji asilimia ngapi ya wananchi wa Tanzania na asilimia ngapi inakataa serikali yao. Hakuna takwimu, uzushi tu. Amepata wapi? Relevance, uhalali wa taarifa zake ni nini? Nyinyi wanahabari mnajua. Habari ndio na chanzo. Chanzo ni nini? Kawahoja akina nani? Wapi? Na lini kumpa hizo taarifa? Ndio maana nasema CNN ni chombo cha uzushi. Na taarifa yake ni ya uzushi na ipuuzwe. Lakini askari wangapi wameuliwa? Tunakubali katika kutenda jukumu lao, wako raia waliuliwa. Liko wazi hilo. Liko wazi. Swali ni katika mazingira gani? Swali ni je, CNN ilitaka wananchi wamalize nchi nzima waandamanaji, wateketeze nchi nzima Tanzania imalizike? ATM zimevunjwa, sote tumeshuhudia, tunaona kwa macho yetu. Matobo ya ATM yako pale. Mbona CNN haionyeshi matobo ya ATM zilizotobolewa hela zikachukuliwa?
Mbona CNN haijawahoji wenye vituo vya mafuta waliopoteza mali zao? CNN haijamhoji kiongozi wa serikali hata mmoja. CNN haijahoji mwananchi hata mmoja, kwa sababu hata wanaoonekana kuhojiwa majina yao hayatajwi. Ni invisibles.